الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إخوة الإيمان, baada ya safari ambayo Allah Azza wa Jalla ametuwezesha sote tulioko hapa kuikamilisha kwa khairi, kuikamilisha kwa tawfiki na kwa isti'ana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, safari ya kutekeleza ibada adhimu miongoni mwa ibada katika Uislamu, miongoni mwa faradhi za Uislamu, faradhi ya siyam iliyofuatiliwa pamoja na faradhi pamoja na sunna ya qiyam iliyofuatiliwa pamoja na faradhi ya zakatul fitri. Leo walillahi alhamdu wal minna walillahi alfadl wal in'am wal ikram, ametuwezesha Mola Subhanahu Jalla wa Ala kukusanyika katika sehemu kama hii, litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ili tuweze kumkabiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumtaje kwa wingi, tumtaje kwa ukubwa, tumtaje kwa utukufu wake, na tuweze kumshukuru Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb inna nashkuruk, ya Rabb inna nahmaduk ala jami'i ni'ami allati imtanna biha alaina, zote neema ambazo Allah Azza wa Jalla umetupa, umetutunuku, tunakushukuru nazo. Neema ya siyam, neema ya tilawati alquran, neema ya qiyam, neema ya azwaj, neema ya aulad, neema ya rizq, neema ya mali, neema ya taam, neema ya sharab, zote hizi tunamshukuru nazo Allah Azza wa Jalla. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayuha almu'minun, hakika leo ni siku ya furaha. Furaha ndani ya Qur'an, Allah Azza wa Jalla anamtaka muumini awe mwangalifu juu ya suala au tamko au kadhia ya furaha, kwa sababu furaha hii katika ulimwengu wetu hivi leo mwanadamu tunaoishi nao ni furaha ambayo Allah Azza wa Jalla ndani ya Qur'ani ametuelezea kwa namna mbalimbali. Furaha, kuna furaha ya mwanadamu wa kawaida ambayo furaha hii inamfanya mwanadamu huyu akineemeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala hufurahi, lakini siku Allah Azza wa Jalla akimuonja kwa mitihani huanguka na hufeli mitihani ile ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukata tamaa na akadhani ya kwamba Allah Azza wa Jalla amemsahau na amemtupa. Wa idha adhaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Hiyo ni furaha ya aina ya kwanza, furaha ya mwanadamu wa kawaida ambaye bado imani haijatulia katika moyo, imani haijakita katika moyo na kuingia katika akili na moyo wa muumini na nafsi yake. Ni pale Allah Azza wa Jalla anapomneemesha huyu mwanadamu hufurahi sana. Mwangalia leo mwanadamu Allah Azza wa Jalla anapomkunjulia katika furaha, katika riziki ya mali, katika vyeo, katika watoto, katika neema mbalimbali tofauti tofauti, mwanadamu kwa hakika huingiwa na furaha kubwa. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, lakini siku ile mwanadamu huyo anapoonjwa na mitihani ya yale aliyoyafanya mwenyewe kwa mikono yake, idahum yaqnatuna, utamwona huyo mwanadamu anakata tamaa. Kuna furaha nyingine ya aina ya pili ndani ya Qur'an, furaha ambayo ni mahsus ya wanafiki. Wanafiki walikuwa furaha yao ni pale wanapomkhalifu bwana mtume sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ilikuwa ni furaha yao kubwa. Allah Azza wa Jalla tuambia ndani ya Qur'an, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah, wale ambao waliamua kubaki nyuma wasishiriki katika mapambano ya vita pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifurahi sana. Hawa ni wanafiki. Kwa hiyo kadhalika kuna furaha ya kumuasi mtume sallallahu alaihi wasallam, na furaha hii ilikuwa ni mahsusi ya wanafiki. Kila wanapomkhalifu mtume alayhi salatu wasalam walikuwa wakifurahi. Furaha nyingine ndani ya Qur'an ni furaha ambayo ilikuwa ni mahsus kwa wale ambao walikuwa wakifanya mambo wakidhani kwamba wanamwendea kinyume mtume sallallahu alaihi wasallam, au wanamchezea shere mtume alayhi salatu wasalam, au wanamficha mambo ambayo mtume walikuwa wakidhani kama ambaye hayajui mambo yale. Ilhali mtume sallallahu alaihi wasallam Allah Azza wa Jalla alikuwa akimjuza mtume wake kwa wahi, akimfahamisha mtume wake juu ya yale yaliokuwa yakiendelea, na furaha hii ilikuwa ni furaha ya ahlul kitabi mayahudi. Allah Azza wa Jalla
tuambia ndani ya Qur'ani, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab. Usiwadhani wala usifikirie ya kwamba wale ambao wamefurahi kwa yale walioyafanya dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakimchezea shere bwana Mtume alayhi salatu wasalam, wakimwambia mambo kinyume ya ule ukweli vile ulivyo, kama mambo yalivyo ndani ya Qur'ani. Allah azza wa jalla alikuwa akimbainishia mtume wake sallallahu alaihi wasallam ukweli wa mambo. Hii kadhalika ni furaha. Ikhwatal iman, zote hizi ni furaha. Mwanadamu hufurahika kwa riziki na neema ambayo Allah humtunuku, lakini anapofikiwa na misiba na mitihani huvuka mipaka na ukata tamaa. Kuna furaha ya wanafiki katika kumuasi mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna furaha ya ahlul kitab katika kuyafanya yale ambayo walikuwa wakimfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya inadi na istihza. Furaha ya nne ya mwisho ndio hii furaha ambayo tuomba Allah azza wa jalla atujalie ni sababu ya sisi leo kukutana hapa, sababu ya sisi leo kutekeleza ibada kama hii, nayo ni furaha ya mu'min. Mu'mini ana furaha ya mambo mawili makubwa sana. Mu'mini ana furaha juu ya kila taa anayoifanya, kila amali ya taa ambayo muislamu huitekeleza, basi ni sababu ya mu'mini yule kuwa na furaha. Na ndio maana utaona katika mwezi wa Ramadhani kila anayefunga hufurahi na ile saumu ambayo ameifunga, hufurahi kwa kila zaka na kila sadaka, iwe ni kubwa iwe ni ndogo ameitoa. Muislamu huingiwa na furaha kwa lile alilofanya, kwa sababu yuamini ya kwamba yaumal hisab, yaumal jazaa, yauma la yanfa'u malun wala banun, siku hakutofaa mali wala watoto. Muumini yule atakwenda kuikuta thawabu na ajiri ya sadaka ile aliyotekeleza katika dunia hii. Hii ni furaha ya taa, ndio ambayo alikusudia mtume sallallahu alaihi wasallam pindi aliposema katika hadith fi sahih Muslim wa sahih al-Bukhari wa sahih Muslim, lilmu'mini au lisaimi farhatan, kila mwenye kufunga ana furaha mbili, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Mu'mini mwenye kufunga ana furaha mbili. Furaha ya kwanza inda fitrihi, yawma fitrihi, idha aftara, siku atakapofungua, siku hii ya leo muumini anafurahi. Unafurahia kitu gani? Unafurahia taa ambayo Allah azza wa jalla amekuwezesha kuitekeleza. Tumepitia milango mbalimbali, aina mbalimbali, daraja tofauti tofauti za taat ambazo tumomba Allah azza wa jalla tukubalie. Nas'alullah tabaraka wa taala an yataqabbala siyamana wa yataqabbala qiyamana wa yataqabbala tilawatana lilkitabihi almajid wa yataqabbala sadaqatina. Na hizi zote ni taa ambazo muislamu leo katika siku kama hii anazifurahia. Jambo la pili ambalo kadhalika linamfurahisha muumini katika maisha yake yote mpaka kuondoka duniani ni furaha ya yale ambayo Allah azza wa jalla amemteremshia muumini huyu katika uongofu na mambo ya khair. Allah azza wa jalla atuambia katika kitabu chake kitukufu, ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lilmu'minina qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Hii ni furaha ya pili ya muumini kubwa sana. walladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk, kila muumini ana furahi juu ya yale ambayo Allah azza wa jalla amemteremshia katika kitabu cha Qur'an na muongozo aliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha almu'minun, hii ni furaha ambayo inamfanya kila muislamu anafurahi kwa yale yaliomo katika Uislamu ya mambo ya khairi na mambo na miongozo ambayo inamfanya muumini asimame katika njia ya wima aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukitoka katika taa tunaendelea katika taa, tukitoka katika taa hii tunaingia katika taa hii. Ibada ya faradhi ya siyam imemalizika, lakini ibada ya sunna ya siyam haijamalizika, bado inaendelea. Hiyo ni furaha kubwa kwa muumini. Qiyamul layli imemalizika ya Ramadhani na tarawih imemalizika na Ramadhani, lakini ibada ya qiyamul layl, ibada ya salatul layl bado inaendelea, na hii kadhalik ni furaha kubwa kwa muumini. Sadaqat tulikuwa tukitoa kwa wingi katika mwezi wa Ramadhani bado zinaendelea baada ya Ramadhani. Nani aliyesema kwamba sadaqa zinakwisha kwa kuondoka kwa mwezi wa Ramadhani? Bado zinaendelea na kuendelea kwa wingi, na hii ni furaha kubwa kwa muumini.
na tilawatul Qur'an, kile kitabu ambacho saa zote muumini katika Ramadhani alikuwa akisoma kurasa baada ya kurasa, peji baada ya peji. Waislamu wanashindana nani aliyemaliza Qur'ani mbele kumshinda mwenziwe. Ibada hii ya tilawatul Qur'ani bado inaendelea baada ya mwezi wa Ramadhani. Milango ya khairi haijafungwa, milango ya taat bado ipo wazi. Wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun. Ayuha almu'minun, tuwe ni sababu, waislamu sote tulioko hapa, tuwe ni sababu ya kujenga furaha, tuwe ni sababu ya kuleta furaha, tuwe ni sababu ya kueneza furaha kati yetu, kwa sababu Uislamu ni dini ya kila muumini kufurahi juu ya yale aliyoteremsha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata siku moja usijaribu ukawa wewe ni sababu ya maudhiko ya Muislamu mwenzio, wewe ni sababu ya ghadhabu na hasira ya Muislamu mwenzio. Sio hivyo ambavyo Uislamu ulivyotufundisha. Uislamu umetufundisha an nakuna sunna al-farahi, tuwe ni wenye kutengeneza furaha pahala ambapo hakuna furaha. Muislamu maskini aliyedhikika kwa umaskini, Muislamu aliyedhikika kwa ufukara na shida na tabu alizonazo, nenda kampelekee furaha, na wewe Allah azza wa jalla atakuonesha furaha يوم القيامه. Man nafasa an mu'minin kurba nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi يوم القيامه, wa man farraja an mu'minin farraja Allahu anhu يوم القيامه, wa man satara mu'minan fi dunya satara Allahu lahu fi يوم القيامه. ايها المؤمنون، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. تمomba Allah azza wa jalla atudumishe furaha tulionayo ya iman, atudumishe furaha tulionayo ya amali salih, tuweze kuendelea nayo fi kulli yawmin wa fi kulli layla wa fi kulli hin wa fi kulli makan. Nasallallahu azza wa jalla an yu'izza al-islam wal muslimin wa yadhilla wal-kufra wal kafirin. Allahumma dammir a'daaka a'daa ad-din. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل تلاوتنا، اللهم تقبل سائر أعمالنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.